The background of the New Testament is Old Testament. Actually, unatakiwa ujue ya kwamba msingi wa vitabu vya Agano Jipya ni vitabu gani ambavyo leo tunaita Agano la Kale. Kwa lugha rahisi unasema hivi, wakati Petro anaandika nyaraka zake, anaandika kwa watu anaojua ya kwamba wameshasoma Mwanzo mpaka Malaki. Ndio maana kazi mojawapo ya mwamini anaposoma Agano Jipya ni kujua ya kwamba vitu navyosoma huku vimetoka wapi? Kule. Hiyo ni basic kabisa. Hiyo ni kitu ambacho nilipoelewa tu Biblia ikaanza kwa kitabu cha tofauti. Nilipoelewa tu ya kwamba ninaposoma ukombozi, angalia, tumekombolewa kwa mbegu isiyoharibika. Unajua, unatakiwa ujue wakati Petro anaandika hayo maneno alikuwa anatoa wapi? Kwa hiyo story nzima ya ukombozi yuko kwenye Agano la Kale. Story nzima ya ukombozi. Unaposema msamaha wa dhambi, hiyo sio topic inayoanzia Mathayo. Ni topic iliyoko wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Tuko sawa eh? Tuko sawa eh? Unapozungumza kwamba Roho Mtakatifu ni muhuri kwa mwamini, unaipata wapi? Kwa hiyo tukubaliane mpaka sasa hivi ya kwamba kama kanisa la kwanza lilikuwa na Mwanzo mpaka Malaki, na maana chochote walichokuwa wanafundisha sisi tunaweza kuiona Mwanzo mpaka Malaki. Unatakiwa uiheshimu Mwanzo mpaka Malaki kama unavyoheshimu Mathayo mpaka Ufunuo.